kuna makampuni kama 10 niliwahi kuyafuatilia. Nikagundua kwa mwaka 80% ya mauzo walioyapata yametokana na wateja wao wa kudumu. Kwa hiyo kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, waza kujenga uhusiano na wateja. Alafu ukijenga uhusiano nao na wateja, ina maana utakuwa unawasikiliza, unawasaidia kipindi chote ambacho mnafanya wote biashara. Kwa sababu kama kila mwezi unakusanya mteja mmoja mmoja, ina maana baada ya mwaka utakuwa na wateja 12 ambao unafanya nao kazi kwa uendelevu. Lakini ikiwa kila siku unapata mteja mpya, alafu haujengi naye uhusiano, yani hamna namna ambayo mnaendelea kudumisha uhusiano wenu wa kibiashara, ina maana mwaka ukiisha utakuwa na mteja mmoja ambaye umempata Desemba. Kwa hiyo sasa lazima wewe una engage na watu wako, tengeneza nao uhusiano nao, piga nao story, wakikuuliza maswali wajibu na vitu kama hizo. Hiyo inafanya uwe mtu ambaye unasikilizwa kwenye mitandao. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo unabidi uvifanye kwa uendelevu kwenye mitandao ya kijamii. Yani sio lazima uvifanye mwanzo, unavifanya kadri unavyoendelea na biashara yako. Na hivi vitu ndio vitakusaidia kujenga trust, kufanya watu wakuamini, kufanya watu wakusikilize, na fursa zitaanza kujileta zenyewe kwa hii hatua.